Tunapozungumza habari ya Roho Mtakatifu ambaye ndiye anayetusaidia ili tufikie viwango ambavyo mbingu zinataka, ni kweli kabisa tumeokoka. Na niwaambieni, huu moto wa uamsho huu miaka 13 hii wameibuka watu wanaomba sana, na jina la Mungu libarikiwe. Yaani uamsho huu kila mahali ukienda sasa hivi ni fire. Sema fire. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mahali ukienda ni nini? Ni fire. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo. Kanisa wakati lina kipindi cha miaka 10 ya mavuno, tulivuna sana. Na niwaambieni, kama Mungu asinge mpa baba yetu askofu mkuu maono ya miaka 13 wa moto wa uamsho, kumleta Roho Mtakatifu kwenye utendaji, ili kanisa lingekuwa zaidi, yani lingekuwa limepoa kuliko Katoliki, kuliko Lutheran, kuliko chochote kile. Yani lisingefaa kwa chochote. Lakini namshukuru Mungu anayelipenda kanisa lake, ambaye haachi kanisa lake haachi kanisa lake life au lipoe. Ameamua kuleta miaka 13 wa moto wa uamsho. Jamani, amina. Kwa sababu wakati wa miaka 10 ya mavuno tulivuna. Sasa na mtu ambaye amechukua wavu akapeleka baharini. Kule baharini tukavua. Unajua wavu ukitupa baharini unabeba nini? Unabeba samaki peke yake? Utabeba kila aina nini? Ya takataka. Sasa wakati wa miaka 10 ya mavuno tulivuna kila eneo, si kwa wachungaji, si kwa washirika, si kwa wazee wa kanisa, si kwa mashemasi. Yale mavuno yalivuna kila kitu. Walivunwa samaki, lakini walivunwa na ambao sio samaki, waliingia kwenye kanisa. Na niseme, kama si miaka 13 wa moto wa uamsho tunaotembea nao, ili kanisa lisingekuwa lisingekuwa kwenye viwango ambavyo Mungu anataka. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya miaka 13 wa moto wa uamsho. Viwango vinarudi katika jina la Yesu. Viwango vya Roho Mtakatifu vinarudi katika jina la Yesu. Na vimeshaanza kurudi, maana tunaona matokeo. Na sasa tunataka tuone matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani ya askofu wetu mkuu miaka 13 wa moto. Tuone matokeo. Tuone matokeo ya sisi kuitwa wachungaji. Tuone matokeo ya sisi kuitwa Wakristo. Tuone matokeo ya sisi kuitwa wazee wa kanisa. Tuone matokeo ya sisi kuitwa mashemasi. Tuone matokeo ya sisi kuwa wa Pentekoste. Lazima tuone matokeo. Jina la Mungu libarikiwe. Lazima tuone matokeo. Lakini matokeo hatutayaona kama hatutapandisha viwango vyetu. Viwango vyetu kama havitapanda vikaa kwenye standard ya kimbingu. Standard ya kimbingu. Yaani mtu akikuona wewe anaona mbingu, anamuona Mungu, anamuona Mungu ndani yako. Akikuona wewe anaona baraka za Mungu. Akikuona wewe anaona utajiri. Akikuona wewe anaona nguvu za Mungu. Akikuona wewe anaona uzima. Jina la Mungu libarikiwe. Unajua Mungu hawezi akashuka Mungu akavaa suti kama tulivyovaa mimi na mzee wangu pale. Leo tumevaa nyeusi wote, hata sijui kama tulikubaliana. Alafu aje na suti hivi tumuone. Mungu hawezi. Yani Mungu alishamaliza kazi yake, alimtuma Yesu, na Yesu anasema mimi naenda kwa Baba, na akasema nitawaletea nani? Msaidizi. Na anasema nyie, ile kazi ambayo mimi nilikuwa nifanye mtaifanya nyie, na anasema mtaifanya kubwa kuliko mimi. Jamani, jina la Mungu libarikiwe. Kwa hiyo Mungu anatazamia Roho Mtakatifu ambao tumeachia, anatusaidia, atusaidie kupandisha viwango, mbingu zionekane. Unapoishi Mungu aonekane, kazini kwako Mungu aonekane, kwenye huduma yako Mungu aonekane, kwenye biashara yako Mungu aonekane, kwenye ushemasi wako Mungu aonekane. Jamani, amina. Mimi mwenzenu, mimi nilikataa viwango vya chini. Maana kuna maamuzi. Kuna maamuzi. Unaweza ukaamua kuishi chini ya viwango, lakini unaweza ukaamua kuishi kwenye viwango vya kimbingu. Ni maamuzi. Hebu mwambie wenzako ni maamuzi. Yaani unaamuaje? Mimi nilikataa. Nilipookoka nilipita kwenye mateso mengi sana. Changamoto za kiafya. Niliugua sana. Kiasi kwamba nilikuwa mpaka natapika damu.
Nilikuwa naambia sio na kansa si kansa, sio nini si nini, yani vitu mauzauza mengi. Nilifika mahali nimekata tamaa, nataka yani nimefika mahali sasa naacha mlango wazi nikilala usiku ili nife. Na nikifa watu wasihangaike kuvunja mlango. Kwa hiyo naacha mlango wazi, sifungi mlango. So najua nikifa watu wataozea ndani. Sasa ili nisioze basi hata nizikwe kwa heshima tu. Nisizikwe huku ninanuka, basi naacha mlango wazi. Niliugua sana. Lakini nilikuwa nimepigika sana. Lakini Yesu ni Bwana. Yaani Yesu ni Bwana. Namkiri Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Kunena kwa lugha na nena kwa lugha. Maombi nafanya, lakini niko kwenye changamoto mpaka nasema mbona nimeokoka alafu haya yote kwa nini? Kama ni umaskini ulikuwa wa kila aina, yani umaskini. Jamani kuna umaskini wa umaskini jamani. Niacheni. Unajua ukiwa na suruali moja alafu unaifua, alafu unaisubiri ikauke. Alafu ndio uivae, alafu ndio uende. Unajua ni umaskini wa umaskini. Mungu atusaidie sana. Lakini nimeokoka. Siku moja nikakaa chini nikasema, kwa nini nimeokoka alafu haya yote? Ni kama Gideoni. Anasema kama kweli tunaye Mungu, kwa nini haya yote anatupata? Kwa nini haya yote ananipata? Ndipo Mungu alinifundisha viwango. Sema viwango. Sema tena viwango. Yaani viwango vyetu vitakapopanda vikafika mahali fulani, uponyaji ni haki yetu, kufanikiwa ni haki yetu, utajiri ni haki yetu. Sema amina kama unanielewa. Mungu alinifundisha viwango. Akawa analeta kwenye maombi, nikajigundua kumbe maombi yangu ni ya viwango vya chini mno. Ndio maana sioni matokeo. Ninanena kwa lugha. Wapentekoste, ninanena kwa lugha. Mungu akanileta kwenye kunena kwa lugha, akajua aha. Hivi viwango vyangu nini vya lugha? Hii sio viwango Mungu anavyovitaka. Sio viwango. Maana kama tunanena kwa lugha, lazima tuone matokeo ya kunena kwetu kwa lugha. Sema amina kama unanielewa. Kama tunasoma neno, tuone matokeo ya kusoma neno la Mungu. Kama tunamtumikia Mungu, tuone matokeo ya sisi kumtumikia Mungu. Tuone matokeo. Jamani, Mungu anataka aone matokeo. Kanisa linataka lione matokeo. Askofu wetu mkuu anataka aone matokeo. Jamani, amina. Hata principal wetu hapa, wale walimu wanapofundisha, anataka aone matokeo ya wao kufundishwa kwao. Tuzione GPS zimekaa vizuri, si ndio? GPS zimekaa vizuri. Mimi nilikata. Kasema nilifanya maamuzi. Sitaki kuishi chini ya viwango. Nilikata kuishi chini ya nini? Ya viwango. Kwa sababu dunia ya leo inataka matokeo. Tuko pamoja? Dunia ya leo inataka nini? Matokeo. Haitaki bla bla. Wakati wa bla bla kwenye kanisa haupo tena. Wakati wa kucheza nani haupo tena. Maana Yesu amekaribia kuja. Lazima tuonyeshe matokeo, watu wavune waje kwa Yesu, watu waokoke, kanisa liongezeke. Jamani amina, watumishi waongezeke. Hayo ndio matokeo tunayataka. Mbingu zinataka matokeo. Sasa ili tupate matokeo, lazima tupandishe viwango vyetu. Na ili tupandishe viwango sasa, tutatembea sasa kwa ajili tuzungumzie habari za Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni wiki la mkazo wa kiroho. Tunazungumza habari ya Roho Mtakatifu. Msingi wa Roho Mtakatifu. Bahati nzuri naongea na wasomi hapa wa chuo cha Biblia. Kwa hiyo sitapata shida sana. Kila kitu kiko wazi. Jamani amina. Kiwa naongea na washirika ndio inabidi sasa uchambue, lakini hapa kila kiko wazi. Tunafahamu Roho Mtakatifu yeye ni nafsi ya tatu ya Mungu. Tunaye Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na mimi na bahati mbaya sasa sijui tunaelekea wapi. Unajua tukishashuka viwango hata mafundisho yetu tunaanza kufundisha vitu. Siku moja nimemsikia mchungaji mmoja tena wa TAG anasema Roho Mtakatifu ni nguvu. Je, kweli Roho Mtakatifu ni nguvu?
Roho Mtakatifu ni nafsi, a person. Nafsi ya ngapi? Ila anasababisha nini? Nguvu. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila anasababisha nini? Nguvu. Na neno la Mungu kwa Matendo 1:8 sinasema akishawajilieni juu yenu Roho Mtakatifu mtapokea nini? Yaani nguvu ni matokeo yawe kuwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Nguvu hizi sio za jimu, ni nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Roho Mtakatifu tunafahamu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Yaani Mungu amejifunua katika nafsi tatu. Akajifunua kama Mungu Baba, kama Mungu Mwana na kama Mungu Roho Mtakatifu. Na tuna ushahidi wa maandiko mengi sana juu ya kufunuliwa. Sababu wewe ni mwanazuoni, sasa wewe maandiko ni mengi lakini tuna maandiko machache. Tunaona katika uumbaji tu pale kitabu cha mwanzo kabisa. Tunaona kitabu cha mwanzo kabisa pale tunaona Roho Mtakatifu, dunia ilikuwa ukiwa tena utupu, alafu maji yamefunika nini? Yamefunika dunia. Alafu Roho ameatamia. Roho alikuwa juu ya maji. Alafu Mungu wakati anaumba akasema na iwe. Si ndio? Akaanza kutamka neno. Akatamka nini? Neno. Sasa ametamka neno. Neno ni nani? Ni Yesu. So Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno. Naye neno alikuwa kwa, naye neno alikuwa Mungu. Si ndio? Huyo mwanzo alitokana. Pasipo yeye hakuna chochote kilicho. Kwa hiyo dunia wakati Mungu anatamka, maana yake Yesu alikuwa anaingia kwenye utendaji. Lakini msababishaji wa utendaji, msababishaji wa uumbaji huo ni Roho Mtakatifu, alikuwa juu ya maji. Kwa tunaona Mungu pale anaumba kwa ushirikiano, dunia inaumba kwa ushirikiano wa Mungu Baba, Mwana na nani? Na Roho Mtakatifu, dunia inaumba. Kwa tunaona kitabu cha mwanzo kabisa Roho Mtakatifu anatajwa. Na zile nafsi tatu zinatajwa pale. Mungu kama muumbaji, neno kama Yesu, na Roho wa Bwana alikuwa ameatamia maji. Na ndipo sasa uumbaji ukafanyika kwa siku 6. Jina la Mungu libarikiwe. Kwa hiyo tunaye Roho Mtakatifu ambaye sasa yeye ndiyo msababisha matokeo, ambayo tunaona matokeo ya kwanza tunayaona ya uumbaji. Dunia inapoumbwa tunaona matokeo ya Roho Mtakatifu katika uumbaji wake. Dunia inapoumbwa Roho ndio alikuwa anasababisha dunia ianze kujitazama maji na nini. Neno lile linaingia kwenye utendaji, ile nguvu ya uumbaji sasa Roho Mtakatifu ndio anasababisha. Na ndio maana sisi wa Pentekoste tunapojazwa Roho Mtakatifu lazima tuone matokeo ya uzima ndani ya mtu, kwa sababu yeye ni muumbaji. Jamani, amina. Nitakuja kukupa baadaye shuhuda wakati Mungu ananiponya aliniponyaje, lakini ngoja tuendelee kidogo. Sasa chanzo cha uumbaji, chanzo cha nguvu zetu sisi wa Pentekoste, chanzo cha sisi kuitwa wa Pentekoste ni Roho Mtakatifu. Chanzo cha nguvu zetu sisi wa Pentekoste, chanzo cha mafuta au pako wa Roho Mtakatifu, chanzo cha sisi kuitwa wa Pentekoste ni kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu. Nguvu yoyote ya Pentekoste, nguvu yoyote ya Pentekoste, kwa lugha nyingine, kama ni kiburi tulichonacho ni kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu, jamani, hivi kuna kiburi kizuri na kibaya? Kuna kiburi kizuri na kibaya? Kiburi ni kiburi tu. Sisi nikakosea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama tunajivunia upentekoste wetu, ni Roho Mtakatifu.
Tukumbuke kabisa wakina Petro wakati wanavua samaki, wakati Yesu anawaita, wakati wanatembea na Yesu, wakaona miujiza mingi, wakaona matendo makuu ya Yesu aliyoyafanya. Lakini bado hawa wakina Petro, wakati Yesu anakamatwa, wanakimbia, wanaingia mitini. Wewe unafikiri ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yesu anakamatwa, Petro anasema nakutetea, akachomoa. Alichomoa sime, sio alikuwa Masai, alikuwa na damu ya Kimasai. Petro akachomoa sime, kata mtu sikio. Yesu akamwambia hapana, akarudisha sikio. Aliona yaani mimi namtetea Yesu namna hii, alafu anarudisha na ile sikio. Huyu hawezi ngoja nikimbie zangu. Akaondoka akakimbia. Yesu akabaki mwenyewe. Wanafunzi wote wamekimbia. Watu ambao wamekaa na Yesu miaka 3.5. Wamekaa na Yesu, lakini wanafika kwenye majaribu, Yesu anajaribiwa, wanamkimbia wote. Na Yesu alijua hivi vita hawaiwezi, kwa sababu walikuwa bado kuna kitu wamemisi. Lakini tunaona hawa watu ambao walikuwa wadhaifu, hawa ambao walikuwa hata hawana elimu, walikuwa ni wavuvi, hawa walipokuja siku ya Pentekoste wakajazwa, tunaona matokeo chanya. Tunaona kila kitu kinabadilika kwa Petro na wale mitume wengine. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Tunaona ile siku ya Pentekoste wanaambiwa, bwana, kwanza msiondoke, msiende. Na Yesu alijua hawa watu kama wamenikimbia mimi nikiwepo, na mimi nimeshaondoka, nikiwaacha itakuwaje? Na unajua dakika chache tu Yesu baada ya kufa, kuna zile siku ngapi? 40 wakati anawatokea. Nini kilitokea? Si unajua Petro alirudi kwenye kuvua samaki. Na tunakumbuka kwenye kitabu cha Yohana, Yesu anaandaa samaki, anamwambia, je, unanipenda mimi kuliko hawa? Si unakumbuka? Yaani ameshasahau mambo ya maagizo aliyopewa na Yesu. Alishasahau kwamba yeye ndo atakiwa au kiongozi, ndo aanzishe kanisa. Ameshasahau kila, amerudi kwenye samaki. Lakini tunaona siku ya Pentekoste wanapojaa Roho Mtakatifu, kila kitu kinabadilika. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, unapojazwa Roho Mtakatifu, unapompokea Roho Mtakatifu, tunataka tuone matokeo. Wakina Petro tuliona matokeo. Kwa mara ya kwanza Petro anasimama, anahubiri Injili, watu wengi wanaokoka. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Hebu muulize mwenzako, nini matokeo wewe kujazwa Roho Mtakatifu? Kama hatutaona matokeo na unanena kwa lugha, wiki hii lazima tuone matokeo katika jina la Yesu. Siku nilikuwa nafundisha mahali fulani somo la Roho Mtakatifu. Mama mmoja akawa ananena kwa lugha sana. Akanena kwa lugha. Watoto wamenyamaza, yeye amebaki ananena kwa lugha. Na hii kitu ngoja niwaambieni. Tunapojazwa Roho Mtakatifu kuna network. Iko network. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nitakwambia cha rohoni sana tunapoendelea na hii semina. Na wengine ni wanafunzi wachungaji, wengine ni wachungaji mlioko mahali hapa. Ndugu, tunaingizwa mjini sana. Tunaingizwa mjini sana. Sasa sitaki niseme shetani au ni watu, lakini tunaingizwa mjini kabisa. Yaani kama tunaingizwa mjini bila viatu. Unakuta kama ni mama ananena kwa lugha, watu wote mnanyamaza kimya, mnamsikilizia yeye. Roho Mtakatifu hayuko hivi. Unaponena kwa lugha lazima network iambukize, network. Yaani ukinena huyu, kuna kitu lazima kitokee kwa yule, network lazima ziunganike. Haiwezekani akanena mtu mmoja alafu network zisiunganike. Mimi nafahamu nilivyookoka. Sasa leo anaweza kanena mtu mmoja akasikilizwa yeye peke yake, tunasikia jamani, Roho Bwana ameshuka hapa. Network lazima iunganike katika ulimwengu wa roho. Jamani, mimi tutaongea hicho kitu baadaye. Sasa tunaona mitume hao wanapata matokeo. Sasa ni vizuri kufahamu kuwa
tuna aina tatu za watu duniani. Kabla tujaendelea mbele, tuna aina tatu za watu duniani. Tuna mtu wa tabia ya asili, tuna mtu wa tabia ya mwilini, na tuna mtu wa tabia ya rohoni. Mtu wa tabia asili, huyu ni Mkristo ambaye kwa kifupi hajaokoka. Ni Mkristo ambaye hajaokoka. Alafu tuna mtu ambaye amempokea Yesu lakini hajampa nafasi Roho Mtakatifu kwenye maisha yake amuongoze. Na sababu ya huyu mtu kutompa nafasi ni viwango vyake viko chini vya kiroho. Viwango vya kiroho au viwango vya Roho Mtakatifu ndani yake viko chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Viko chini. Naomba msomaji wa Biblia mmoja anisomea Wakorintho wa kwanza 2:14. Sasa ndo tunaanza somo lenyewe sasa. Huko ndio ilikuwa tunatangulia, sasa tunaingia kwenye somo lenyewe. Karibu. Unisomee Wakorintho wa kwanza 2:14. Ningepata msomaji wa Biblia. Asante. Huyu mtu ambaye hajaokoka, ukizungumza habari ya Roho Mtakatifu hatapokea chochote, kwa kuwa kwake hayo ni upuuzi. Huyu ni mwanadamu wa tabia ya asili. Lakini tuna mwanadamu wa tabia ya mwilini. Wakorintho wa kwanza 3:1. Pale nenda 3:1. Huyu mtu ameokoka lakini bado ana tabia za mwilini. Ameokoka ndio, lakini Roho Mtakatifu kwake ni wa kiwango cha chini na hataki kumpa nafasi Roho Mtakatifu. Kwa hiyo huyu mtu hatuwezi tukaona matokeo ndani ya maisha yake. Zaidi tunamuona anaendelea kuwa mchanga. Na leo hii tuna Wakristo wana miaka mingi kanisani lakini bado wana tabia za kitoto. Na mbaya zaidi hata kwa watumishi wa Mungu. Hebu niambie, ngoja nikuulize swali moja. Nakwambia tusipopandisha viwango vya kiroho, mimi unajua mimi nimepita Tanzania nzima nimezunguka. Unakuta mchungaji amenuniana na mchungaji mwenzake. Kabisa. Wamenuniana tu. Kisa huyu amechukua mshirika wa huyu. Ugomvi unaanza. Hivi leo hii kwa kweli mimi nanena kwa lugha, alafu nimkasirikia mchungaji mwenzangu, hiyo ni mbingu ya wapi wewe mpendwa? Maanake Roho Mtakatifu ni wa kiwango cha chini sana kwenye maisha yetu. Mtu ambaye ana viwango vya juu hawezi kubabaishwa na mambo madogo madogo kama hayo. Jina la Mungu libarikiwe. Tutajuaje matokeo? Huyu kiwango chake kiko hivi na huyu kiko hivi. Tuangalie maisha ambayo tunaishi kama Wakristo. Maana tunaufahamu mti kwa matunda yake. Hatuoni matokeo ya wewe kuitwa Mpentekoste uliyejazwa Roho. Maana Roho Mtakatifu mojawapo ya tunda lililoko ndani ya Roho Mtakatifu. Tunda la Roho ni nini? Upendo. Kama na mimi alafu fafanua sasa upendo ni nini sasa? Fafanua upendo ni nini? Wakorintho wa kwanza sura 13. Upendo ni nini? Njaposema kwa lugha za manabii kama sina upendo? Anasemaje? Upendo ufanyaje? Uvumilia. Upendo ufanyaje? Na hiyo ndio nataka upendo auhesabu nini? Mabaya. Maana ukiwa na Roho Mtakatifu tuone tunda la upendo, na upendo auhesabu mabaya. Sasa kama umeokoka, mwenzako amefanyia mabaya, upendo unasema auhesabu mabaya. Kama unahesabu mabaya, maana yake una viwango vya chini vya Roho Mtakatifu.
pamoja watu wa Mungu? Tunajuaje huyu mtu viwango vyake viko chini? Ni matunda tu. Yaani watu siende mbali. Na niwaambieni, mbingu zinataka matunda. Mbingu zinataka matunda. Mbingu zinataka zione matokeo ya kujaza kwako, ya kunena kwako, zione matokeo. Sio tusema unanena kwa lugha. Ukinena kwa lugha tuone matokeo ya kunena kwako kwa lugha. Tuone tunda la Roho ndani yako. Sio, it's not about kwamba nimekaa mimi ni mtag miaka 20, mimi mtag miaka 40. Ndani ya miaka 40 tuone matokeo ya wewe kuwa umejazwa Roho Mtakatifu na matunda tuyaone. Sio miaka, tunataka tuone tunda la Roho. Nimeshatatua kesi nyingi za wachungaji. Mimi ni mwangalizi. Nilikuwa mwangalizi kipindi cha nyuma. Wewe angalia. Pentekoste huu. Mungu atusaidie. Nimeshika uangalizi, nilikuwa kwanza huko nyuma nilikuwa makamu mwangalizi. Baadaye nikashika uangalizi. Nimeshika uangalizi, watu wakaanza kugombania kile cheo. Wanapiga mpaka na kampeni. Kwenye uchaguzi uliopita. Nikasema mimi ni wa rohoni, viwango vyangu vya juu. Nikawaambia jamani, acheni kujinajisi watu wa Mungu. Mimi natoa jina langu. Hamtaniona kabisa kwenye jina. Bado wakaendelea kufanya kampeni. Huyo ni mchungaji, anafanya kampeni. Tutaona matokeo ya mbingu kwa namna hiyo? Maana unajua samani principle, kuna watu wako hapa ni wanafunzi, lakini wanataka wakitoka hapo wameshawaza nikitoka hapa kwenye uchaguzi niwe mwangalizi, niwe askofu, niwe nani. Wewe ni mtu wa mwilini wewe. Wewe ni mtu wa mwilini. Watu wa mbinguni hawazi ya mambo madogo madogo. Tunawaza mbingu zinavyotaka. Sema amina kama unanielewa. Hatuko kwa ajili ya vyeo, tuko kwa ajili ya kuleta matokeo ya kimbingu. Tuone wafu wanafufuka, viziwi wanasikia, vipofu wanaona, viwete wanatembea, watu wanaokoka. Tuone mabadiliko, kanisa linaongezeka. Sema amina kama unanielewa. Jina la Mungu libarikiwe. Mtu wa tabia. Mtu wa tabia ya mwilini ni mtu ambaye ameokoka, lakini viwango vyake viko chini vya kiroho. Hatuoni tunda la Roho ndani yake. Lakini yule mtu wa tatu ni mtu wa tabia ya rohoni. Huyu mtu wa tabia ya rohoni ni mtu wa namna gani? Huyu mtu wa tabia ya rohoni, huyu mtu amempokea Yesu, amejazwa Roho Mtakatifu na ameinua viwango vyake na kumpa nafasi Roho Mtakatifu kutawala maisha yake. Yeye Yesu kwake sio mwokozi tu, bali pia ni Bwana na mtawala wa maisha yake. Wakorintho wa kwanza 3:1. Naomba nisomee hapo. Mstari wa kwanza. Kwa hiyo pale anasema si kuweza kunena nanyi kama watu wenye tabia nini? Sema tabia ya rohoni. Yaani maana yake anazungumza nao watu akiwaangalia hawana tabia ya rohoni. Sasa ananena nao kama watu wa tabia mwilini. Sasa pale kuna maonyo mengi Paulo alikuwa anayazungumza. Jamani amina eh? Sasa kanisa tunayo watu wa aina ngapi? 3. Leo tunaishia hapo. Watu wa aina ngapi? Tuna watu ambao hawajaokoka. Tuna watu waliookoka lakini wanaishi chini ya viwango vya kimbingu. Alafu tuna watu waliookoka ambao wanaishi kwenye viwango vya kimbingu. Jamani amina. Sasa hawa ambao hawajaokoka, wale tabia asili wale inatakiwa tuwahubirie injili waokoke. Lakini sasa hili kundi sasa la pili hapa ndio wengi sana kuliko hili kundi la tatu. Watu wa tabia ya mwilini wako wengi sasa hivi ndani ya makanisa kuliko watu wa tabia ya nini? Ya rohoni. Na tunaona kabisa hata kwenye takwimu zetu za Bezaleli wanaotoa mafungu ya 10 wachungaji. Tunaona eti wachungaji karibia sio 100 ngapi hawajatoa mafungu ya 10. Hujatoa fungu la 10. Chini ya viwango kabisa vya kimbingu wewe. Hufai kwa matumizi ya kimbingu. Hufai kabisa. Na ndio maana Mungu anatafuta
anataka kutafuta watu ambao wamepandisha viwango vyao ili watumie. Nasema wiki hii Mungu anakutafuta ili akutumie kwa ajili ya mbingu. Sema amina kama unanielewa. Kuna mtu anatafuta mahali hapa ili mbingu ziwekeze kwa ajili yake. Mungu anataka kuwekeza ndani yako vitu vya kimbingu. Anataka kuwekeza utajiri, anataka kuwekeza huduma, anataka kuwekeza vipawa na karama, anataka kuwekeza mambo yake ya kimbingu ili tufike mahali mbingu zijulikane. Jina la Mungu libarikiwe. Maana kwenye Biblia kuna watu walipandisha viwango vyao. Walipopandisha viwango vyao, dunia ilitii, dunia ilitikisika. Jamani amina. Kuna jamaa ilipandisha viwango, alafu wakatembea na mbingu, wakadhihirisha matendo makuu ya Mungu katikati ya watu wakatili. Shadraka, Meshaki na Abednego, linawekwa ile sanamu pale. Soma Danieli sura 3. Sanamu inawekwa pale, naambia watu wote wasujudie. Wakasujudia watu wote, lakini vijana wangapi? Sasa nikuulize swali moja. Kwani hawakuwepo Waisraeli wengine? Walifanyaje? Kasoro wangapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Walifanyaje? Nimeweka alarm kwa ajili ya kuangalia na saa yangu imefika pale. Baada ya moja tu nimalizie. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kabisa Shadraka, Meshaki na Abednego, wao walikuwa wanatembea na viwango vya mbinguni. Wakasema sisi hatutasujudia ili sanamu. Sikiliza, viwango vya mbinguni. Wakasema potele ya pote. Mfalme akasema sikilizeni, chocheni moto tanuru mara 7 wake. Maana hawa watu wananidharau. Wakasema nawapa nafasi nyingine, sujudieni. Wakasema mfalme, hatuna haja ya kukujibu kwa habari ya hii. No compromise. Come on. Hatu compromise. Watu wa viwango hawa compromise na dunia, hawa compromise na chochote, wanaishi kama mbingu zinavyotaka. Sema amina kama unanielewa. Hawaku compromise. Wakasema hatuna haja ya kukujibu. Sisi tunachojua, namba 1, Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemwabudu atatuokoa. Alafu namba 2, sasa sikiliza ukomavu na jinsi watu wametembea na Mungu wao, wakapandisha viwango. Wakasema na hata, naipenda hiyo, na hata Mungu huyu kama hata tuokoa, hatuko tayari kusujudia hiyo sanamu. Hata kama hata tuokoa, hatuko tayari kusujudia sanamu hiyo. Sema amina kama unanielewa. Inatakiwa watokee mijitu kama hiyo ambao wako tayari kwa ajili ya mbingu, wako tayari kwa lolote, lakini mbingu iheshimiwe. Sema amina kama unanielewa. Kile compromise nyingi sana. Watu wa tabia mwilini compromise nyingi sana. Makanisani compromise nyingi sana. Watu wana compromise. Kwenye dhambi watu wana compromise. Yaani mtu anafanya dhambi, alafu watu wanakaa vikao vya kucompromise. Una compromise dhambi? Hatu compromise mpendo na shetani. Hatuna mjadala, hatuna kikao na shetani kusema tufanye au tusifanye. Sisi Biblia tunafuata neno linavyosema. Neno likisema hivi, tunafuata hivyo hivyo. Sema amina kama unanielewa. Jina la Mungu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Leo ni kama nimeanza. Kesho tutaendelea. Kwenye ile pale kwenye kichwa cha ujumbe pale, andika Ezekiel 47. Ezekiel 47 andika pale. Ezekiel 47 andika. Anzia mstari wa 1 na kuendelea pale. Kesho tutaanza na hilo andiko. Viwango. Tunapandisha viwango. Sema Yesu. Sema tena Yesu. Asubuhi ya leo nakataa viwango vya chini. Viwango vya chini vya kiroho. Viwango vya chini vya kiroho. Na vikataa kwa jina la Yesu. Napandisha viwango vyangu vifananie mbingu. Roho Mtakatifu, niko tayari wiki hii. Niko tayari wiki hii kuogelea kwako, kupandisha viwango vyangu, maana nataka matokeo. Maana nataka matokeo katika jina la Yesu. Hebu mshukuru Mungu wakati huu sasa kwa ajili ya neno la Bwana. Wakati principal anakuja, naomba mshukuru Mungu kwa ajili ya neno la Bwana. Roho Mtakatifu, asante. Tumeanza siku ya kwanza, naomba Mungu endelee kutuhudumia.
kwa utukufu wako Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya. Asante Bwana Yesu. 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 Haleluya. Tunakushukuru kwa neno lako. Tunakushukuru Bwana kwa Roho Mtakatifu unayeendelea kutuhudumia. Asante Roho Mtakatifu unavyoendelea kutusaidia, na sisi tumeamua kupandisha viwango. Tusaidie, tuwezeshe, ni katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru na tunasema asante, na wote tuseme ameni kwa makofi mazuri ya ajili ya Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, na tunaweza kukaa chini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Ni neno la wakati kabisa. Watumishi wa Mungu, nadhani tutakubaliana na hili, si ndio? Ni neno la wakati, ni mwendelezo wa yale tuliyokuwa tukiendelea nayo, si ndio wapendwa? Yaani ukiona hivyo ujue ni Roho Mtakatifu mwenyewe yuko kazini kwa ajili yako. Haleluya. Na yuko tayari kutengeneza, yuko tayari kututengeneza